Sawa. Karibuni sana kwenye sehemu hii ya pili ya mkutano huu wa waandishi wa habari kuelekea mchezo wa ligi kuu ya NBC, mchezo kati ya JKT Tanzania dhidi ya Simba Sports Club, mchezo unaochezwa kesho katika uwanja wa Meja Jenerali Samuel kuanzia majira ya saa 1 kamili za usiku. Na tayari hapa mwalimu mkuu wa kikosi cha JKT Tanzania Ahmad Ali yupo nasi kuzungumza namna ambavyo kikosi cha JKT Tanzania kipo tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club. Mwalimu, karibu sana kuzungumza na wanahabari, waeleze maandalizi kiujumla kuelekea mchezo wa kesho. Okay, assalamu alaikum. All preparation tuko siku ya mwisho leo kwenye maandalizi. I think tulikuwa na siku 3 mpaka 4 za maandalizi baada ya mapumziko ya kile ambacho kilitokea. So obviously group la wachezaji wote ambao niko nao wako kwenye hali nzuri. Baadhi ya wachezaji wachache ambao hawatakuwepo kwenye mechi, kwa maana ya Chalamanda aliyepata red card kwa mchezo wetu ulioisha wa Mbeya City, mtu kama Katanga, Maka, au ni watu ambao wako na injuries ambao wanarudi taratibu na kurecover. Lakini obviously group lingine la watu wote wako kwenye preparation nzuri, na leo ni siku ya mwisho kuona jinsi gani ambavyo watakuwa kwenye hiyo hali nzuri zaidi. Tunaomba Mungu inshallah wawe kwenye hali hiyo ili tuweze kumaliza maandalizi vizuri zaidi katika siku ya leo. Sawa. Swali kwa mwalimu? Jamani, kwanza hongera sana kwa ujuzi. Hongera sana. Nalenga kwenye timu. Mimi nataka nijue namna ambavyo tunaenda kucheza na Simba ambayo kushinda michezo yake hata miwili yote. Lakini leo kupata sare baadhi na kushinda baadhi ya michezo. Lakini pia ndani kuhakikisha kwamba tunaenda kukutana na timu ambayo haijapoteza mchezo kwa nafasi. Okay, asante. Kwanza, kitu cha kwanza tuna respect Simba kwa sasa Tanzania. Nafikiri kwa misimu karibu 6 mpaka 7 ni good team Afrika, na kwetu wako na wachezaji wazuri wameingia kwenye this season. Wana new coach nao, nafikiri kuna new approach, new plan ambao wana work out nao. Tumejaribu kuona kuna mechi 2 ambazo wamecheza za kimataifa. So homework kwetu na kuona kwamba ni jinsi gani ambavyo Simba ilivyo kwa sasa sivyo vile ambavyo ipo. Kuna some players ambao walikuwa kwenye la season na kuna wachezaji ambao wapya wameingia kwenye this season, na wana mwalimu mpya ambao I think ana philosophy yake jinsi gani ambavyo in possession and out of possession anaweza kuitengeneza timu yake. So tuna angalizo kubwa na tunajua tunakutana na timu nzuri na bora. Ni good opportunity kwetu na kwa vijana kukutana na timu ya aina hiyo. So we need kuwa solid, we need kuwa compact na organization, kwa maana ya 1 minute mpaka dakika ya mwisho. Sawa. Swali la pili kwa mwalimu? Kocha umeruhusu bao kwenye mechi zote ambazo umecheza. Kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Simba, matatizo ya kuruhusu bao moja, ningependa kujua ni swala la upya wa partnership ya safu yako ya ulinzi imesababisha hayo, au mfumo wa kiuzuiaji umesababisha hayo, lakini pia unajipanga vipi kuelekea mchezo unaofuata dhidi ya Simba ambao wana strong attack ukiangalia namba zao za ligi ya ndani pamoja na ligi ya mabingwa? Yeah, I think kwenye kila moment ya football, kwenye kila mechi kuna problem ya kuruhusu goli is not about the defenders peke yao. Timu ina defending general team. Kama mistake imetokea, it means inaweza kuwa imetokea kwenye block moja kwenda kwenye block nyingine. So kama mwalimu na staff ni kujaribu kuona jinsi gani ambavyo tunaweza kuwafanya bora hizo block, tunaweza kufanya bora individual, kama ni kosa la individual na collective. So tunaona kila mechi jinsi ambavyo inatokea kwenye hizo moment, lakini mimi ninachoamini kama tunaweza tukashindwa kuwa comfortable, tukashindwa kuwa na well organized, tukashindwa kuwa na communication nzuri kwenye any moment, kama tuna mpira na wakati hatuna mpira tunaweza tukafanya makosa, lakini hatuwezi kuwa na 90 minutes bila kukosea. Kwenye football hiyo haipo. So hata wao pia wanaweza kukosea, sisi tukatumia ile nafasi. Upya wa wachezaji ama jinsi gani ambavyo tuna defend,
Kama mwalimu ni homework kwetu kuona jinsi gani tunataka kuwaweka wachezaji kuwa bora kwenye kila moment, wakati hatuna mpira na wakati tuna mpira, na kuwafanya kuwa waenjoy kwenye kile kitu chao. Kama defender basi enjoy kuzuia, kama ni midfield pia enjoy, kwa sababu ni vipindi viwili kwenye mpira, tunao na hatuna. Kwa hiyo bado ipo kwetu, ni kitu ambacho tunakiona, tunakicorrect, sio kwamba tumeacha au tunakubali kila mechi turuhusu goli. No. Ni kazi ambayo tuna homework every day ili kuweza kuwa vizuri zaidi uwanjani. Sawa, swali la tatu kwa mwalimu. Kipindi cha kwanza kinaonekana mnaruhusu mabao zaidi, na kipindi cha pili mnakuja vizuri, mnaweza kuchomoa katika mchezo kadhaa ambayo mchezo mjiandaje sana kucheza na Simba, timu yenye quality, ambapo kama kipindi cha kwanza anaweza kutangulia, kipindi cha pili ndio anaweza kufikia ugumu labda kusawazisha kama ambavyo tunafanya kwenye mchezo wa I think kwanza tunajenga mentality kwa wachezaji, jinsi gani how can start game, whatever tunakutana na timu gani. Cha kwanza ni jinsi gani ambavyo tunaweza tuka start game. So preparation yote ni kuwa solid na kuwa salama wakati wote, lakini tunachoangalia cha msingi ni kuona jinsi gani ambavyo 1 minute mpaka 45 minutes tunaweza tukaiendea game. So ndani ya hizo minutes hatuwezi kusema kwamba tutakuwa hatuwezi kukosea. No, tunaweza tukakosea the way mpinzani anaweza kutumia lile kosa jinsi ambavyo tumelikosea. So kipindi cha kwanza na kipindi cha pili ambavyo umesema labda tunakuwa tofauti. Different games, different approach, jinsi ambavyo play style ya opponent, jinsi ambavyo wanacheza. Simba ni tofauti na 5 games ambazo tumecheza nao, kuanzia wachezaji, kuanzia jinsi ambavyo wanacheza. Tuna mpango ambao hatutasema nini ambacho tutafanya for the 45 minutes na 45 minutes zingine. Hiyo ni plan ya mimi, staff pamoja na wachezaji. Sawa, swali la 4 kwa mwalimu. Kocha hongera kwanza, lakini tuambie hali koje Molaki, lakini pia kile mchezaji wako kufikia kwenye mchezo kwa sababu tunataka kama historia ya JKT na Simba kwa uwanja wa Jenerali kwa ni mechi ngumu, lakini mechi ambayo Simba hawezi kupata matokeo kwa sababu matatu yanaendelea. Imekuwa na mechi nzuri, lakini pia na ngumu ambayo First of all, kwenye mentality ni winning. Hicho ndio ambacho tunakihitaji. Tunahitaji kuwa bora uwanjani, ku respect opponent na then kuweza kupata matokeo mazuri. Isitokee kwamba tumecheza vizuri alafu hatujapata matokeo. We need kuwa na hiyo mentality kwanza tuweze ku win game. Sisi tuna win game, kuheshimu opponent na kuona strength zao ziko wapi, lakini wana weakness wapi ambapo tunaweza tukapatumia. So ni game kama unavyosema, ni game ngumu, ni game nzuri. Kwangu mimi mwalimu na wachezaji kama nilivyosema, ni opportunity nzuri kucheza na timu bora yenye wachezaji bora na walimu bora. Sawa, swali la mwisho. Yes, mwalimu. Michezo mitatu iliyopita timu yako imetoka nyuma na kushinda mchezo wa mwingine kupata sare. Si kiashiria kizuri kwa wakati mwingine, lakini wakati mwingine ni kiashiria kizuri kwa sababu unaonyesha concentration level ya michezo mikubwa kama hii, wakati mwingine upate opportunity ya kuweza kufanya comeback. Kwa namna gani mnajiandaa kesho kuona mnaweza kuingia mechi mapema ili hizi situations zisiwe? Yeah, I think ni kitu cha kwanza ni kutoa details kwa wachezaji. 1 minute to 90 minutes nini ambacho tunaweza tukifanya kwa timu bora kama ya Simba, na kwa hizo moment ambazo zinatokea kama ulivyosema, kinaweza kuwa ni kitu kizuri ama sio kitu kizuri, kwa maana ya paka tuna equalize, inaweza kuwa ni kitu kizuri au sio kitu kizuri, lakini for me I'm appreciate my player, kwa maana wanaweza kufight mpaka dakika ya mwisho. That is good. Kwenye maisha kukata tamaa ni kitu kibaya sana. So plani ya nini ambacho tunafanya, hichi ambacho kimetokea, I think tumeapproach na tumeona jinsi gani ambavyo tunahitaji kuwa high concentration kwenye 1 minute mpaka dakika ya mwisho. I believe kwamba tutakuwa na wakati mzuri tomorrow. Mwalimu, nikushukuru sana. Naomba ambavyo ninyi kama wachezaji mko tayari kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Asalamu alaykum. Sisi kama wachezaji tunashukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, mpaka mazoezi ya mwisho leo. Kwa ujumla sote tuko salama. Sote tuko salama, tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kutulinda
tulale salama, tuamke salama ili tukaukabili huo mchezo. Sawa, maswali matatu kwa mchezaji. Kama hakuna tumruhusu ili tuweze kufunga mkutano. Safi safi. Na wewe ni mmoja kati ya wachezaji wa Hamisi kabisa ndani ya kitu. Wanasema wachezaji wakubwa wanapenda kuchukua. Tuambie shauku yako na kukutana na timu ambazo umeshawahi kupita, lakini namna gani ambazo unawahamasisha vijana wengine ambao bado wana uzoefu kama wewe kwenye mchezo mkubwa. Unaangalia mwalimu na staff kama wamesema kwamba wanahitaji alama tatu katika mchezo wa kesho. Sisi kama au mimi kama mchezaji mkubwa ambaye labda nilikuwa mdogo, nimecheza hizo mechi wakati nikiwa mdogo mpaka nimekuwa mkubwa, nimecheza hizo mechi. Tunajaribu kuwapa hamasa wadogo zetu kwa sababu wanahitaji kwenda juu, na kama wanahitaji kwenda juu kuonekana zaidi, ukicheza mechi kama hizi kubwa vizuri na wakafanya vizuri, basi inakuwa nafasi nzuri kwa wao kwenda juu zaidi. Kwa hiyo hamasa ipo kubwa kwa vijana ambao wanachipukia kwenye timu yetu, na wao wenyewe pia wana hamu na wana hali ya kucheza vizuri katika mchezo huu kwa sababu ni mchezo ambao unakuja kuangaliwa na Watanzania wengi. Kwa hiyo kama unapata nafasi kama hiyo kuja kuangaliwa na watu wengi, kwamba lazima uoneshe zaidi kipaji chako ili mradi uweze kupata nafasi sehemu zingine. Kwa hiyo kama mimi na kina Saidi na watu wote ambao kina Kichuya wako pale, tunawapa moyo sana wadogo zetu na tunawaambia wasiwe na wasiwasi. Hii ni game kama game nyingine, wasije wakaingia hofu labda wakaja kuona mashabiki wengi, labda kuna hiki na hiki. Hakuna, mpira unachezwa uwanjani mmoja kwa mmoja. Kwa hiyo kwamba tumewaandaa vizuri vijana na imani watafanya vizuri katika mchezo wa kesho. Sawa, swali la pili. Yes, kama alivyoongea mwalimu, sisi kama JKT Tanzania, wachezaji, benchi la ufundi na viongozi, lengo letu la kwanza ni kupata alama tatu kwa sababu mpira unachezwa uwanjani. Ukiachana na mambo yote, ambaye atajipanga vizuri, atajiandaa vizuri na atakuwa anahitaji, atapusha, atapata matokeo. Sisi kama wachezaji tumejipanga nia na mazumuni kupata alama tatu. Tumekosa alama tatu, basi tukipata alama moja kwetu alhamdulillah, kwa sababu tunacheza na timu kubwa kama unavyojua, Tanzania nzima inajua, lakini mwisho wa siku mpira unachezwa uwanjani, kwamba sisi tunaenda kujitolea kwa hali na mali, tutaenda kuvuja jasho ili tuweze kupata alama. Haitakuwa vizuri katika uwanja wetu wa nyumbani kupoteza alama, na hicho ni kitu ambacho sisi tumejiwekea. Kwa hiyo utakuwa mchezo mzuri, lakini tutafanya jitihada na mwenye jitihada atapata matokeo. Sawa. Moja Namungo, mbili na Mbeya City, moja na Azam, tatu Zawadi atapata sare. Kwa ninyi moja aiwa saikolojia tunapo approach mchezo huu, lakini mbili kama iwaje nafanya nini kurecover na kuja na matokeo chanya kama ambavyo wapenzi wa JKT wanatarajia? Yes, kama alivyoongea mwalimu, siwezi kuwa mbali naye. Moja, mbili, moja, bila sio matokeo mazuri. Kwa upande wetu sio matokeo mazuri, na mpira ni mchezo wa makosa. Unapofanya kosa unaenda kuangalia wapi umekosea, lakini pia hapo makosa yanakuwa tofauti. Leo unaweza kufanya hivi, kesho kufanya vile. Lakini sisi kama wachezaji na kama timu tumekaa, tumeliangalia hilo, tumejipanga kwenda kufanya vizuri katika mchezo. Kwa hiyo yani sidhani kama naweza katokea hili swala tena. Kwa hiyo kama sisi wachezaji timu kwenye hilo tayari tushafanya marekebisho ambapo tutakumbushana, na tunamuomba Mwenyezi Mungu basi watu endelee kukumbuka hadi hilo swali lisitokee. Kama ukiangalia mimi hapa kwa sababu zangu binafsi nachukua kama JKT kwenye timu ambayo inapambana zaidi. Ukiangalia kwa kipindi manake wanasema sometimes ni bora na inaweza kuchomoa, manake kama ikikundi manake inaweza ikaforce kama mwisho kupata matokeo. Kitu gani ambacho kinaongoza
wachezaji wanaoingia anakuwa anapambana zaidi. Ile rotation kwa hiyo inafanya kupambana au kitu gani ambacho kinawatia hiyo spirit ya kuwa timu hii kwenye ya kikubwa kwamba kwanza tuwapongeze vijana au tujipongeze sisi vijana na benchi la ufundi, kwa sababu tunapoingia uwanjani tunaambizana na tunaongea. Mpira ni dakika 90, yani sio dakika 90 tu, mpira mpaka ile filimbi ya mwisho kwamba mwamuzi akishapiga pepe mpira ndio umeisha. Kwa hiyo haijalishi tupo kwenye hali gani, tuna matokeo gani, kwamba sisi kama wachezaji inabidi tupambane kuanzia dakika ya mwanzo mpaka ya mwisho. Na kizuri iko kitu kimeingia kwa wachezaji wote ambao wapo JKT, na ndio maana unaona kinachotokea kwamba anaoanza ana upambanaji wake, anaokuja kutoka benchi kwenda naye ana upambanaji wake. Kwa hiyo yani ni kitu ambacho kipo kimejengeka, kila mchezaji anacho, ndio ambacho kinatusaidia sisi kuweza kusawazisha katika dakika labda za mwisho au kucheza game kwa intensity kubwa. Kwa hiyo ni kitu kama hicho ambacho kipo katika wachezaji wetu. Nikushukuru.